Karibu tuendelee kufuatilia mahojiano kati ya Tundu Lissu na shahidi wa 16 wa upande wa serikali ambaye ni kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba. Tundu Lissu sasa hivi amemhoji shahidi huyo Amin Mahamba kama alipewa jina lolote la mwanachadema yoyote aliyekuwa hatarini au kwa vitisho, au kama ana jina lolote la mwanachadema aliyehusika kuwatishia mashahidi wa upande wa serikali. Like video hii kisha subscribe kabla tuendelee. Tundu Lissu alimuuliza Amin Mahamba kama alishawahi kusoma katiba. Shahidi alisema kuwa aliwahi kuisoma hapo awali. Kisha Tundu Lissu alielekeza mahakama kwenye ibara ya 26 ya katiba ambayo inaeleza miongoni mwa mambo mengine kuwa kila mtu ana wajibu wa kulinda na kuzingatia sheria za nchi. Tundu Lissu alitumia kipengele hicho kupinga kauli ya awali ya shahidi kwamba jukumu la kulinda nchi na kusimamia sheria lilikuwa la serikali pekee. Maswali yalihamia tena kwenye madai kuhusu jinsi uchaguzi ulivyodaiwa kupangwa kuvurugwa. Awali Amin Mahamba alikuwa ameeleza hitimisho la wachunguzi kwamba kulikuwa na mipango ya kuingilia kati uchaguzi kwa kutumia mbinu mbalimbali ikiwemo vurugu. Tundu Lissu aliuliza kama maelezo hayo yalikuwemo kwenye taarifa ya maandishi ya shahidi. Amin Mahamba alisema hayakuwemo. Suala jingine muhimu likafuata, uchunguzi wa kitaalamu wa video hiyo, forensic examination. Mahamba alikuwa ameambia mahakama kuwa video hiyo ilinakiliwa kwenye kadi ya kumbukumbu na kupelekwa maabara ya uchunguzi wa kitaalamu ili kuhakiki uhalali wake. Tundu Lissu aliuliza kama taarifa hiyo ilikuwemo kwenye maelezo ya maandishi. Tena jibu lilikuwa hapana. Kisha Tundu Lissu alibainisha kuwa Mahamba alikuwa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka na kwamba kulingana na maswali yake hakuna hata mmoja wa mashahidi waliotangulia aliyewasilisha video hiyo yenyewe mahakamani. Alimuuliza Mahamba kama yeye aliwasilisha video hiyo. Shahidi alisema hapana. Tundu Lissu kisha aliuliza kama Amin Mahamba aliwasilisha ripoti ya uchunguzi wa kitaalamu iliyodaiwa kutumika kuhakiki video hiyo. Tena jibu lilikuwa hapana. Hili likawa moja ya mambo muhimu zaidi katika maswali ya siku hiyo, kwa sababu shahidi alikuwa ameeleza mchakato wa uchunguzi wa kitaalamu wakati wa ushahidi wake wa mdomo, huku akithibitisha kuwa video hiyo na ripoti hiyo ya uchunguzi hazikuwakilishwa mahakamani na yeye. Tundu Lissu aliendelea kwa kuuliza kuhusu maelekezo ambayo Amin Mahamba alidaiwa kumpa mkaguzi Michael kukusanya vielelezo na ripoti ya uchunguzi na kuvikabidhi kwa mhusika anayehifadhi kumbukumbu. Je, maelekezo hayo yalirekodiwa kwenye taarifa yake? Mahamba alijibu akisema hapana. Maswali kisha akahamia kwenye majalada ya uchunguzi wa kikanda ambayo Amin Mahamba alikuwa ameyazungumzia wakati wa ushahidi wake. Alikuwa ametaja majalada kutoka mikoa kadhaa ikiwemo Ruvuma, Mbeya, Arusha na Dar es Salaam. Tundu Lissu alijikita hasa kwenye jalada la Dar es Salaam kutoka ofisi ya kanda ya upelelezi wa makosa ya jinai na kuuliza kama taarifa hizo zilionekana katika maelezo ya Amin Mahamba. Shahidi alijibu tena hapana. Kisha Tundu Lissu alirejea kwenye mazingira yaliyozunguka kukamatwa kwake. Amin Mahamba alikuwa ameliambia mahakama kuwa Tundu Lissu alikamatwa Mbinga tarehe 9 Aprili mwaka 2025, akasafirishwa hadi Dar es Salaam usiku huo huo na hatimaye kupelekwa kituo kikuu cha polisi na ofisi ya naibu mkuu wa upelelezi wa kanda. Tundu Lissu aliuliza kama maelezo hayo yalionekana katika maelezo ya maandishi. Mahamba alisema ya kuwepo. Suala hilo lilijitokeza wakati Tundu Lissu alipouliza kuhusu jalada la mashtaka kudaiwa kupelekwa ofisi ya DPP na baadaye kurejeshwa kwa wachunguzi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Amin Mahamba alithibitisha kuwa taarifa hiyo haikuwepo katika maelezo yake. Eneo la mwisho muhimu la maswali lilihusu madai ya vitisho dhidi ya mashahidi. Awali Amin Mahamba alikuwa ameliambia mahakama kuwa wachunguzi walipokea taarifa kwamba baadhi ya mashahidi watarajiwa walikuwa wakitishiwa kwa sababu walitarajiwa kutoa ushahidi dhidi ya Tundu Lissu. Lissu aliuliza kama taarifa hiyo ilikuwepo katika maelezo ya maandishi ya Mahamba. Shahidi alijibu hapana. Pia Mahamba alikuwa ameliambia mahakama kuwa wachunguzi waliwasiliana na ofisi ya DPP kuhusu kuwalinda mashahidi hao. Tundu Lissu aliuliza kama jambo hilo liliandikwa. Safari hii Amin Mahamba alijibu ndio, lakini Tundu Lissu alipouliza kama kulikuwa na ombi la maandishi la ulinzi katika maelezo yake, shahidi alijibu tena hapana. Kisha Tundu Lissu alihamia kwenye hati maalum ya kiapo ambayo Amin Mahamba alirejelea katika ushahidi wake. Aliuliza kama Amin Mahamba alikuwa amesoma hati hiyo aliyosaini. Shahidi Amin Mahamba alijibu ndio.
Kisha Tundu Lissu alianza kufafanua yaliyomo ndani ya hati hiyo. Je, ilimtaja shahidi yoyote kwa jina? Shahidi akajibu hapana. Je, ilimtaja mwanachama yoyote wa Chadema kwa jina ambaye inadaiwa alikuwa hatarini kutokana na vitisho? Shahidi akajibu hapana. Je, ilimtaja mtu yoyote anayedaiwa kutoa vitisho hivyo? Tena akajibu hapana. Je, ilitaja tarehe au eneo la vitisho hivyo vinavyodaiwa? Akajibu tena hapana. Kisha Tundu Lissu aliuliza kama hati hiyo angalau ilieleza aina ya vitisho hivyo. Amin Mahamba alijibu ndio. Katika hatua hiyo, Tundu Lissu aliomba ruhusa ya mahakama kumwonyesha shahidi hati hiyo ya kiapo yenyewe, na hilo likahitimisha hatua hii ya kuhojiwa kwa shahidi. Kilichofanya update hii kuwa ya umuhimu wa kipekee ni mtindo uliojitokeza mara kwa mara wakati wa uhojaji huo. Kimsingi, Tundu Lissu hakuwa akipinga kila tukio lililoelezwa na Mahamba. Badala yake, alihoji mara kwa mara iwapo maelezo ambayo Amin Mahamba aliyewasilisha mahakamani yalikuwemo kweli katika taarifa aliyokuwa ameandaa kabla ya kesi kuanza. Katika visa vingi, shahidi alijibu kwamba hawakuwa. Wakati huo huo, upande wa mashtaka sasa umeshikilia kuwa Amin Mahamba ambaye ni msaidizi kamishna wa polisi anaelezea matukio kulingana na jukumu lake katika upelelezi na kwamba ushahidi lazima utathminiwe ndani ya rekodi pana ya kesi hiyo. Hatimaye majaji wataamua ni uzito gani unapaswa kutolewa kwa ushahidi wa shahidi, taarifa zilizoandikwa na ushahidi mwingine uliotolewa na pande zote mbili. Kwa hiyo mwenendo huu wa update hii haujatatua tuhuma za msingi dhidi ya Tundu Lissu, lakini walitilia maanani sana msingi wa ushahidi wa kesi ya mwendesha mashtaka, hasa mchakato wa uchunguzi, video ya Jambo TV, madai ya uchunguzi wa kimahakama, kushughulikia faili za uchunguzi na madai kuhusu mashahidi waliotishiwa. Na kwa upande wa utetezi, hoja kuu inayotokana na swali hili inazidi kuwa wazi. Ikiwa maelezo muhimu hayakuwemo kwenye maelezo ya awali ya shahidi, Lissu anaiomba mahakama kuchunguza kwa makini ni kwa nini maelezo hayo sasa yanatolewa katika ushahidi wa mdomo. Upande wa mashtaka utakuwa na fursa yake ya kujibu masuala hayo wakati mawakili wake watakapofanya maswali yao wenyewe. Kwa sasa mahojiano ya ACP Amin Mahamba yanaendelea, huku Tundu Lissu akimkazia shahidi juu ya nini hasa kilichoandikwa wakati wa upelelezi huo na kilichoongezwa baadaye mahakamani. Sasa hivi nitaweza kuachia hapa, lakini nikujuzia kwamba kesi hii bado inaendelea ndani ya chumba cha mahakama leo na mahojiano makali bado yanaendelea kati ya Tundu Lissu na ACP Amin Mahamba ambaye ni msaidizi kamishna wa polisi. Vile vile mtazamaji, tutaweza kurudi tena ndani ya muda mfupi ama lisali moja hivi tuweze kukuletea part nyingine ama update nyingine ambayo imeweza kujiri ndani ya chumba cha mahakama. Tukiwa tunakuandalia update hii, hakikisha umesubscribe chini ya video hii, alafu bonyeza alama notification ama alama ya kengele. Ukifanya hivyo, pindi tu update mpya itatokea ama tutaweza kuipakia hapa ndani ya Mirindimo Media, utakuwa wa kwanza kuitazama. Vile vile mtazamaji, upande wa maoni ni muhimu sana, unijuze mtazamo au maoni yako. Bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika update nyingine ambayo tuliweza kuifanya kuhusiana na kile kinachoendelea ndani ya chumba cha mahakama leo.